mtoto sasa unamwambia ingie. Kwa mtoto ataingia kama kawaida smartclass.co.tz co.tz. Akishaingia hapo moja kwa moja ata login hapa, lakini ataingia upande wa child. Kwa hiyo hapa tuna mtoto wetu huyu hapo, automatic hapo password zake zimekuwa saved, kwa hiyo mimi naingia moja kwa moja. Kwa hapa nimeingia kama mtoto. Kwa hiyo mtoto utakutana na hiyo page. Hii page ina kushoto hapa kuna menus mbalimbali, lakini hapa kwenye AI tutor ndo simu anakutana nayo mara ya kwanza, na unaona kabisa amepewa hapa overview kanasema embrace active recall after studying a concept, try to explain it from memory. This strengthen connection in your brain and boosts retention. Kwa hiyo huu ni AI tu anampa tips mbalimbali kwa siku. Pia hata akirefresh hapa atapata tips nyingine. Sehemu nyingine kuna hii inaitwa homework scanner. Kwa kama hapa mtoto amekwama kwenye swali lolote, basi atalipiga picha, afa ata click choose hapa file, afa baada ya hapo ata click scan question. Baada ya hapo AI itamsaidia kupata solution ya hilo swali lake. Lakini tuna hii moduli inaitwa AI quiz. Kwa hii moduli ni specific kwa ajili ya kufanya quiz mbalimbali kulingana na topics au masomo ambayo yumo. Kwa mfano huyu ni form 3, kwa hiyo unaona hapa kuna history, geography, physics, chemistry, biology, masomo yote. Alafu chini kuna subtopic, kuna biological concepts and process, biological communication, biological investigation, whatever. Sasa hii ni mfano tu, lakini kuna kama baadaye tutaweza kuadi mwalimu anaweza kaingiza notes kwenye database, alafu mfumo wetu ukawa na query hizo utakuwa na query hizo notes kwenye backend. Kwa hapa akichagua akisema start quiz, unaona AI ina generate maswali. Unaona kwa maswali kama haya, what is the SI unit of electric current? Unaweza kujaza labda ohm, whatever, lakini haya ndo maswali ambayo yanakuwa generated. Kwa hiyo mimi nitajaza randomly for the sake of sisi tuone kule kwa mzazi anaona nini. Kwa hiyo nitamaliza haraka hapo. Maswali ni 10, lakini haya maswali yako na Bloom's taxonomy kwamba yanauliza kwa level ya remembering, understanding, applying and analyzing and evaluating and creating. Kwa hiyo anaweza kana anaulizwa maswali ya same topic lakini kulingana na levels ambayo yupo. Kwa mfumo unajua kutrack hizo level mbalimbali. Hapa tumepata maswali 2 out of 10. Kwa tumepata 20%, lakini hizi points pia zinakuwa saved kwenye database. Kwa hiyo huu ni upande wa AI quiz. Anaweza katengeneza quiz mara nyingi awezavyo. Lakini pia kuna exams kwamba hapa anaweza kajichallenge mwenyewe kwa create exam mwenyewe. Akija hapa instead of kusubiria mwalimu atoe mitihani, anasema create exam. Kwa hizo custom exam, baada ya hapo anachagua ni physics, anachagua topic. Akishachagua topic, anachagua idadi ya maswali, anasema generate exam. Kwa akisema generate exam hapo, basi atapata maswali. Kwa hiyo atapata huu mtihani. Na huu mtihani ni kama mtihani wa kawaida wa shuleni kwamba una muda. Kwa mfano hapa ni dakika 15. Kwa hiyo akisema na attempt mtihani ni dakika 10, ndani ya 15, akirefresh maana yake atakuwa amefeli mtihani. Maana yake akianza huu mtihani kama anavyoanza hapa, dakika zinakuwa counted hapo juu na inabidi umalize huu mtihani. Sasa mimi nitaumaliza for the sake of mzazi kule aone kuwa anaona nini. Kwa hiyo najaribu kufanya haraka ili mzazi apate kuona majibu. Kwa hiyo akimaliza hapa, mtoto let's say kamaliza, amepata maswali 3 out of 10, amepata max 30. Back to exam, akirudi hapa mtihani haiwezi kufanyia kazi tena. Kwa huu ni upande wa exams. Lakini kuna physics and practicals. Umeona? Kuna projectile motion, anaona hapa projectile motion, anafanya setup upande huu wa kulia. Watu wa physics mnakuwa mnajua. Akishafanya setup hapo, ana launch. Akilaunch hapo, baada ya hiyo kutua, anaona result hapo chini, lakini anasema get AI insights.
Kwa hiyo AI itainterpret hicho alichokifanya na kumpa majibu. Kwa hiyo tunaona hapo AI imetafsiri hicho kitendo na kumpa real world example. Lakini kuna simple pendulum, kuna Newton's Ohm's law. Unaona kama hiyo ukiapply force hapo unaona tricky ball kinaenda mpaka mwisho. Lakini kuna Ohm's law, kuna heat conduction kama hivyo unavyoona. Akistart heat hapo unaona kabisa inavyotembea kwenye hii medium aliyochagua. Kama ni iron, tunaona kama chuma kinavyosafirisha joto, na chini anaona simulation kama hivyo. Lakini pia akimaliza anasema get insights. Kwa get insights atapata insight kulingana na hichi kinachoendelea hapo. Lakini kuna hizo practical zingine, density and flotation, zote zinapatikana hapo upande wa physics. Okay, kuna upande wa math ground, lakini huu ni upande wa watoto kidogo wenye level ya chini. Lakini kwa upande wa form 3 kuna equation solver. Kwa hapa anaweza ka solve linear equation, quadratic equation, system of equations. Kuna kweli akiclick hapo chini unaona hapo kuna swali. Kwa hiyo anaweza kaandika swali hapa, akishaandika swali chini anaona step by step solution. Kwa hiyo anaweza kupata solution na chini pia ataona graph. Kwa hapa ataandika swali lolote analoweza na linakuwa solved hapo chini step by step. Lakini tunaona mwisho kabisa kwenye hii, lakini pia kwa watoto wadogo kuna hii partial product. Kama ni kuzidisha, kama ni hizo namba anaweza ka show step hapo, afu ataonyesha namna ya kusolve hesabu ya kuzidisha. Lakini kuna AI exam mode. Hapa anachagua easy, medium au hard. Anachagua topic kama ni arithmetic. Kisha anachagua idadi ya maswali, na start exam. Kwa hapo AI itamtengenezea pia maswali. Kwa hapo maswali yakishakuwa generated hapo atafanya mtihani kama kawaida, kama alivyofanya ule mtihani mwingine kule juu. Hapo kuna muda hapo. Kwa hiyo atachagua haraka haraka, maswali yatakuwa sio magumu sana, ndio maana muda umekuwa mchache. Kwa nitamaliza ili tujue mzazi ataona nini pia baada ya hichi kitendo hapa. Sababu sometimes mtoto anaweza kufanya mitihani shuleni na nini, mitihani mingine akaamua kuficha asionyeshe, lakini hapa mtoto hawezi kuficha. Akishafanya maswali lazima utaona result. Hapa amepata 4 ya 10, lakini pia anapata kufanya correction ya maswali ambayo ameyafanya. Lakini kuna study planner, kama anatarajia kufanya mtihani labda ni midterm, anaweza akampa AI hapa kwamba anataka kufanya somo gani, lakini upcoming mtihani ni gani, daily available study time ni gani, halafu pia study preference ambayo ni optional. Baada ya kishamwambia haya yote AI itamtengenezea schedule ambayo ataitumia yeye kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Kuna module inaitwa performance and gamification hapa. Hapa pia atajiona yeye yuko wangapi kwenye weekly leaderboard. Tunaona kabisa hapa smart class who's test huyu ni wa mwisho kabisa na point 20. Lakini akiendelea kujitahidi ataendelea kupanda juu. Kwa hiyo hii inamsaidia pia ku level up mazoezi yake kwenye hii app ili aweze kupanda juu. Kwa hiyo pia inampa pia motivation pia. Overall manaki ni kuanzia mwanzo wa hii app mpaka sasa hivi imekuwa tracked na watu gani wapo na wana marks ngapi. Lakini pia kuna hii inaitwa game quiz. Kwa hiyo hii ni extracurricular. Kwa hiyo ni masomo ambayo ni nje ya shule. Kwa hapa kuna level mbalimbali, kuna cadet, kuna warrior, kuna champion, kuna legend. Nitachagua labda hii cadet, afu nitachagua topic. Hapa nikachagua labda environmental science and sustainability. Nitachagua subtopic yake, nita initiate game hapo. Kwa hii itaanza kumuuliza au kumchallenge mtoto, lakini in a timely manner, kwamba swali utaulizwa lakini litakuwa lina countdown. Ukichelewa kulijibu ndani ya muda basi unakuwa umefeli. Kwa hiyo hapo kwa mfano kama hapa ready to ditch the drama of dish soup, nasema what natural material can you use to wash your garden tools. Unaona hapo tunaona kuna sand, kuna vinegar, kuna lemon juice, kuna wood ash. Let's say this one. Wanasema ni sand. Feel crafty, let's talk seed tape. Hasa mimi nitajaza tu randomly. Nitajaza randomly hapo ili tupate kujua mwishoni kule mzazi ataona nini. Kwa hiyo mimi najaza randomly. Ukipata jibu utaona fun fact hapo juu.
Tunaendelea. Hilo nimekosa. Tunaendelea. Nimepata, nimepewa fun fact hapo. Nimekosa hilo. Tuko swali la 7, nimepata hiyo. Tuko swali la 8 hapo linaingia sasa hivi. Nimekosa. Swali la 9 nimekosa. 10 nimekosa. Kwa nimepata 4 ya 10. Kwa hiyo ni upande wa game quiz. Lakini pia hapa tunaona kuna career guidance, lakini kuna financial literacy. Tumeona kabisa watoto ili somo wafundishwe vizuri shuleni, kwa hiyo ina moduli yake. Kuna financial literacy. Kwa hapa mtu anachagua topic. Kuna introduction to money, earning money, kuna budgeting, kuna saving and banking, spending wisely, credit and loans, investing, digital and mobile money, taxes and spending, kuna financial planning and goal setting, na kuna ziko nyingi, na zote hizi kafuna investing kuna subtopic yake hapa. Kuna hiyo risk vs return, kuna introduction to mutual funds. Let's say amechagua hiyo hapa. Hapa anachagua apate lesson kwa namna gani, Kiswahili au Kiingereza. Let's say kwa Kiswahili. Anasema get lesson. Kwa hapa haulizwi maswali moja kwa moja, bali anapewa notes kidogo. Kwa vile ni mwanafunzi atapewa notes ambazo ni ziko precise kidogo, fupi, kwa ajili ya kupata concept. Kwa AI kisha generate hapo. Tunaona hapo ina generate hapo. Ikisha generate imekuja hiyo hapo. Inasema uwekezaji rahisi, mfuko wa pamoja na vikundi vya akiba, vikoba SACCOS. Habari ya leo tunajifunza kuhusu uwekezaji. Uwekezaji ni kama kupanda mbegu ambayo itakuwa na kuzaa matunda mengi. Umeona hapo anapata hiyo notes fupi na anapata real life example hapo chini. Anasema start quiz. Baada ya hapo ataanza kustart hiyo quiz. Uwekezaji ni nini? Tumia pesa zote mara moja kuwekeza pesa ili zalishe pesa zaidi. Sasa hiyo ataenda mbele, mfuko wa pamoja, mutual fund. Mimi nitajaza randomly ili tuone mtoto kule baadaye kwa mzazi anaona nini. Tajaza haraka hapo. Swali la mwisho hilo tutamaliza. Okay, nimepata maswali. Nimepata 7 out of 10. Nimepata 70%. Okay. Baada ya hapo unaweza kutengeneza maswali jingine, ukaendelea kujifunza hivyo hivyo kama hivyo. Okay. Extracurricular nayo ni the same kama ile game quiz, lakini hapa pia anapata kujifunza. Mfano environmental science and sustainability. Akichagua subtopic yako waste labda audits, hiyo analyzing the school trash. Alafu na kliki hiyo get lesson. Kwa hiyo get lesson hapo, lesson yake inakuwa generated kwa upande wa extracurricular. Kisha generated hapo atasoma hizo notes kwa ufupi na kupata concept, lakini pia ataweza kujibu maswali. Tunaona hapo becoming waste detective, analyzing your school trash. Kwa anapewa notes. Baada ya hapo anajibu maswali the same. Kwa atajibu maswali. Jibu maswali hapo nitajibu haraka ili yeye mzazi tuone anaona nini kule. Kwa hiyo kisha maliza hapo, akishamaliza nasema finish quiz. Hapo nimepata maswali 4 out of 10, maana nimepata marks 40. Lakini pia anapata point, hizo points zinakuwa saved ili kwenye weekly kule aweze kujiona yuko wapi kwenye rank. Kwa hiyo hapo tumeshamaliza hizi moduli.